Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tukajifunze uaminifu katika matoleo. Uaminifu ni kitu cha msingi sana katika maisha. Tuanze na mfano ambao utakufungua ufahamu ili uweze kuelewa kile ambacho nataka nikizungumze katika siku ya leo. Mfano, mtu tajiri sana ambaye anahitaji kukupatia mali zake au anahitaji akufanye uwe msimamizi mkuu katika miradi yake. Kitu cha kwanza, huyu mtu ataanza kukupima kwa vitu vidogo vidogo kwanza ili aone uaminifu wako. Ili aone, je, unafaa kukabidhiwa mambo makubwa? Vivyo hivyo katika matoleo. Mungu anapokubariki kiasi kidogo au kikubwa, ndugu yangu, usiache kutoa zaka na sadaka. Wengi tumekuwa tukisingizia viwango vyetu vya pesa. Wengine wanasema kwamba eti kwa sababu amebarikiwa kiwango kidogo, basi anaacha kutoa zaka na sadaka eti kwa sababu ana kiwango kidogo cha pesa. Huo sio uaminifu. Na tunasahau ya kuwa Mungu huwa anatupitisha kwenye shule katika mambo madogo madogo ili atuandae kutukabidhi majukumu makubwa. Atuandae kutukabidhi mibaraka mikubwa. Lakini watu wengi mmekuwa sio waaminifu hata kwa vile vidogo vidogo ambavyo Mungu anawabariki. Kwa ndugu yangu, usiache kutoa zaka na sadaka. Na usitoe sadaka eti ili ubarikiwe. Maana baraka zipo tu kwa ambao wanatoa na wasiotoa, baraka za Mungu zipo. Ila tofauti inakuja, wale ambao wanatoa wao hubarikiwa zaidi. Na hao ndio rafiki wa Mungu, maana wanajifungamanisha na Mungu. Maana sadaka ni sehemu ya ibada pia. Kwa hiyo ndugu yangu, toa sadaka kwa moyo wa shukrani. Toa zaka kuonyesha utii mbele za Mungu. Usiache kutoa zaka na sadaka hata kama una kiwango kidogo cha pesa. Kuwa mwaminifu. Maana aliye mwaminifu kwa vidogo hata kwa vikubwa atakuwa mwaminifu vile vile. Kuwa mwaminifu.